Na Yesu asifiwe sana. Hii ni sehemu ya pili ya ujumbe huu kwa wale ambao wameajiriwa. Haitamuumiza yule bosi, haitamletea shida yote. Kwa hiyo hakutakuwa na neno, ni kama vile hautazua tafaruku au mjadala au kuleta gumzo kwamba huyu mbona anataka vitu hivi, ngoja kwanza tumsubirishe. Hapana. Kwa hiyo ndio hichi kilichotokea hapa. Yule Labani akaachilia tu, lakini kumbe Mungu alikuwa ameshampa maarifa huko mbele nini kitatokea. Haleluya. Na tunaona hapa kuna vitu alivifanya. Kwa hiyo hata wewe unatakiwa kutembea na Mungu, unatakiwa kutembea katika njia za Mungu. Mungu hakika hata kupungukia. Tunaona huko mbele ukisoma Yakobo alipokuwa amewachukua sasa hao wanyama, alichukua fito za mlozi Mwaramoni, akachukua na fito za Mlubni pale, akaenda akazisimamisha kwenye birika la kunywea maji. Ile birika la kunywea maji kwa namna nyingine unaweza ukasema kwamba ni sehemu au ni mahali pa kuchotea baraka. Haleluya. Yamkini Mungu atakuwa ameshakupa ramani, ameshakuonyesha Roho Mtakatifu kwamba sasa utaacha hapa kazi, lakini kuna mahali pako yamkini hema kukutania, huko ndipo utachota baraka zako. Sasa ukishajua vile, hili haitoshi, kuna kitu kingine zaidi cha kufanya. Tunaona huyu Yakobo alienda akasimamisha hizi fito pale ambapo ni mahali pa baraka. Ni kama kusema kwamba Mungu akampa maarifa kwamba ile sehemu ya kuchotea yako baraka kuna kitu cha kufanya. Ni kama sasa wewe useme umtangulize Roho Mtakatifu katika mahali pako ambapo unaenda kupata hizo baraka, unaenda kuchota baraka zako. Yaani usiende mwenyewe, ukubali Roho Mtakatifu akuongoze, umruhusu Roho Mtakatifu atawale, akupe maelekezo. Haleluya. Hiyo ndo maana yake. Ni kama kusimamisha nguzo katika sehemu ambayo unaenda kuchota baraka, hakika utapungukiwa. Na tunaona hapa alivyokuwa amesimamisha zile nguzo, wale wanyama walivyokuwa wanaenda kunywa maji pale mbele za zile fito wakachukua mimba. Yaani hii ni ongezeko. Umebarikiwa ndio, lakini unatakiwa uongezeke. Kuna watu Mungu anaweza akawabariki fedha. Umeshatoka sasa, umeanza kujiajiri. Umepata muda mwingi wa kumtumikia Mungu. Mungu anakubariki na karama na huduma, anakubariki na fedha, anafungua mlango wa uchumi, lakini kuongezeka haongezeki. Yaani ile huduma haizai, ile karama haizai. Kama hizo fedha umepewa au hiyo biashara haizai. Kwa sababu gani? Ulikosa maarifa, ukumruhusu Roho Mtakatifu aendelee kukuongoza. Haleluya. Kwa hiyo hii ndio maana yake pale. Kwa hiyo ukimruhusu Roho Mtakatifu katika eneo ambalo Mungu amekusibishia, hii eneo lako la baraka, inaweza ikawa hata ni kazi. Anasema sasa hapa ndio ajira yako, utajiajiri hapa, biashara yako utafanya hapa. Hapa ndipo biashara yako utakapobarikiwa. Kwa hiyo pale ile biashara inabidi izae. Yaani isibaki tu vile vile kwamba ni baraka unatoa tu bidhaa nzuri, lakini ile biashara inabidi ikue. Kwa hiyo hiki ndicho kinachomaanisha hapa. Itawezekana hivi tu kama ukimtanguliza Roho Mtakatifu, ukiisimamisha ile nguzo sehemu yako ambapo unaenda kuchotea baraka. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Yakobo akafanikiwa mpaka yule Labani akashikwa na wivu kwamba hawa mbona wanyama wake wameongezeka, yani amenipita mpaka mimi. Haleluya. Mara nyingi unakuta mahali ambapo tunafanyia kazi